Profesa Hassan Saleh Maganga ambaye ni mchunguzi na mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala bora, ambaye pia ni mshauri wa masuala ya siasa na utawala bora. Kutokana na hekaheka na vuguvugu ya mapambano ya mapinduzi barani Afrika yanayoendelea hivi sasa, kwa Tanzania, kwa kuwa kuna wanaharakati mbalimbali wanaoipinga serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya Chama cha Mapinduzi, na waandamanaji wanaojitambulisha kama Gen Z wamekuwa mara kwa mara wakitamka kwamba Mama Samia Suluhu hajiuzulu. Kutokana na hali hiyo, mimi nasema kwanza wana haki ya kutoa maoni yao, ni uhuru wa maoni. Kwa nashauri kwanza wajibiwe kwa hoja, lakini pili, mimi nasema ni hatari mambo mawili yakitokea. Jambo la kwanza, kujiuzulu Mama Samia ni jambo la hatari kwa mustakabali wa umoja wa taifa letu la Tanzania, kwa kuwa kumeshaanza kuonekana kuna dhana ya kidini na dhana ya Utanganyika na Uzanzibari. Kwa hiyo kujiuzulu Mama Samia peke yake kutasababisha vurugu kubwa na mtafaruku kubwa wa taifa letu. Na pili, iwapo Mama Samia akifariki dunia kwa hali yoyote, na Watanzania lazima tuombe dua Mama Samia aendelee kuwa hai, unaweza pia kusababisha mtafaruku wa umoja wa taifa letu na kusababisha pia kwa yote mawili kutoweka amani ya taifa letu. Kwa tuombe dua Mama Samia awe na afya njema, asife hivi karibuni mpaka amalize muda wake. Na pili, na viomba vyombo vya ulinzi na usalama, hasa jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania, idara ya usalama wa taifa ya Tanzania na jeshi la polisi, wamlinde Mama Samia kwa nguvu zote kuhakikisha anakuwa hai. Ikitokea Mama Samia amefariki, itahatarisha umoja wa taifa letu na inaweza kusababisha kutoweka kwa amani ya nchi yetu. Kwa kuwa nchi yetu, rais ambaye anaaminika amekufa kweli kwa kudura ya Mwenyezi Mungu ni rais wa awamu ya pili, Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Kama rais wengine kama Mwalimu Nyerere, kuna watu walituhumiwa yakaisha. Rais Benjamin Mkapa, rais wa awamu ya tatu, alipofariki watu walituhumiwa yakaisha. Rais Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya tano, alipofariki watu wametuhumiwa. Kwa mimi sijui kama ni kweli ama si kweli. Kwa nilikuwa naomba chonde wa Tanzania wenzangu na wa Afrika Mashariki. Na katika Afrika Mashariki, Tanzania ni nchi pekee ambayo ilikuwa inategemewa ina utulivu wa kisiasa, ina utengamano wa kisiasa. Ni nchi yenye furaha, amani na upendo. Ilikuwa ni kisiwa cha amani katika Afrika, ambao nchi nyingi majirani na wasiokuwa majirani, wakimbizi wengi walikuwa, hata jumuiya ya kimataifa wanakuwa na imani, wanakuwa nategemewa, wanakuja Tanzania. Leo Tanzania amani inapotoweka, watu watakimbilia wapi? Na sisi wenyewe wa Tanzania tutakimbilia wapi? Kwa naomba mambo yote yanayodaiwa yasipuuzwe, yanazungumzika. Hata kama walioandamana wanavunja sheria, wanafanya uhalifu, lakini kwa ukubwa wa jambo lenyewe na kwa wanapoonekana Watanzania wenzetu walioshindwa kuvumilia jinsi walivyokasirika, tuzungumze nao, tusiwabeze, tusiwapuuze. Na nilikuwa naomba Watanzania wenzetu ambao wamekasirika waiamini serikali angalau mara ya mwisho, kwa sababu tume imeundwa. Tusubiri tume itatoa ripoti gani na serikali itachukua hatua gani. Inawezekana wakawa wasikii. Maana kwa CCM tumezoea wenzetu wa CCM walikuwa hawajali haya mambo, walikuwa wanapuuza. Lakini safari hii kwa ukubwa wa jambo lenyewe inaonekana wanajali. Wanajua Watanzania wamekasirika. Watanzania wamefikia hatua wa kuharibu miundombinu ambayo ya serikali, ambayo ni ya kwetu sisi, kwa sababu serikali ni mfanyakazi wa Watanzania.
zile mali zilizoharibiwa ni za kwetu Watanzania. Watanzania tulipatwa na wazimu, transitional craze, kutokana na kutoridhika mwenendo wa kisiasa wa nchi yetu, mwenendo wa kijamii, kama vile watu wanalalamika hawana ajira, watu wanalalamika mifumo ya uchaguzi hawaridhiki, wanadai hakuna demokrasi, watu hawaridhiki na mambo mengine yanaendelea katika nchi yetu ambao wameyazungumza watu mbalimbali, siwezi kuzungumza. So mimi ni mwanadiplomasia, nataka niwe katikati, sisi kwa upande wote. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni lazima tusikilizane, kwa sababu katika taifa ni sawa na zile nguzo za ndoa. Kuna nguzo za ndoa, kuna kanuni za ndoa kudumu. Nguzo za ndoa ziko zifuatazo: awepo muoaji. Muoaji sharti awe mwanaume aliyobalehe. Ya pili, awepo muolewaji. Muolewaji sharti awe mwanamke aliyovunja ungo. Ya tatu, muoaji na muolewaji lazima wawe wamekubaliana kwa hali yao. Ya nne, wawepo mashahidi wa kushuhudia ndoa. Ya tano, awepo toa idhini wali. Ya sita, upite hutuba. Na katika taifa kuna nguzo za taifa. Taifa kuwa taifa ambalo lenye utengamano. Taifa lenye utengamano lina nguzo zifuatazo: moja, kuwa na uhuru wa kweli; pili, kuwa na usawa wa kweli; tatu, kuwa na umoja wa kweli; na nne, kuwa na amani ya kweli; tano, kuwa na haki ya kweli; sita, kuwa na heri ya kweli. Hizi ndio nguzo za taifa ili liwe na utengamano. Kwa hivyo hapa jambo moja kama halitekelezwe hapa, hakuna haki, hakuna heri, taifa linaweza kutikisika. Hakuna amani, taifa linatikisika. Hakuna uhuru, taifa linatikisika. Kuna umoja, taifa linatikisika. Kuna usawa, taifa linaweza kutikisika. Na pia maendeleo ya taifa yana kanuni kama maendeleo ya ndoa. Ndoa hizi ziendelee, kuna kanuni zifuatazo za kuzingatia. Ya kwanza ni watu kupendana. Katika ndoa, muoaji na muolewaji kila mmoja aridhike kwamba anapendwa na mwenzie. Na pili, kuridhishana. Tatu, kuheshimiana. Nne, kuaminiana. Tano, kuvumiliana. Katika taifa kama ilivyo katika ndoa, mnaweza kukwazana kama vikombe kwenye kabati vinakwazana, vinavumiliana, havivunjiki. Sio kikombe kila kinapogongana kinavunjika, vinavumiliana vikombe, glasi. Na sita, kusameheana yanapotokea matatizo katika ndoa. Na katika taifa vile taifa lazima tupendane. Taifa wa Tanzania lazima turidhishane. Watanzania lazima tuheshimiane. Watanzania lazima tuaminiane. Watanzania lazima tuvumiliane. Na Watanzania lazima tusameheane. Kwa hiyo mama huyu tumpende na sisi atupende. Mama huyu aturidhishe na sisi tumridhishe. Mama huyu tumheshimu na yeye sisi Watanzania tuheshimu. Mama huyu tumwamini na sisi Watanzania tuamini. Mama huyu Watanzania tumvumilie na sisi atuvumilie. Na sita, mama huyu tumsamehe kama ana mapungufu na sisi atusamehe, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyokamilika. Inawezekana na mapungufu, lakini baada ya kuonyesha hasira zetu kwa nguvu iliyotumika, kuna uwezekano mama na yeye atatujali Watanzania. Kwa hiyo mwisho nilikuwa na shauri kwa haya yaliyotokea, kuna haja ya kufanya maridhiano hata kabla ya tume haijatoa ripoti. Tuondoe viashiria vinavyoweza kusababisha ama vinavyosababisha tishio la maandamano mara kwa mara, ikiwemo baadhi ya wanasiasa waliokamatwa. Hata kama wana makosa tuwasamehe. Taifa lililofikia tumefikia pabaya. Kama wana makosa tuwasamehe. Wakili makosa waahidi kutorudia na tuwasamehe. Na sisi Watanzania watawala lazima tuwasamehe. Kama
kwa kuwa wameonyesha nia ya kujali yale mapungufu walionayo, tuwasamehe. Lakini mwisho kabisa ni lazima tuzingatie kanuni za demokrasia katika taifa. Demokrasia tuliyoiletewa hii, tusipozingatia kanuni zake, Afrika tutakuwa tunaendelea kuwa na matatizo ya namna hii au mengine ama zaidi ya haya, na tutakuwa tunasingizia kwamba labda wazungu wataka mali, labda wazungu wanachochea. Kama wazungu wanataka mali, kama wanachochea, maana popote ambapo kuna mwanya, mwanadamu ana ila, lazima kuwa na udhamini nyuma yake. Hata vyama vyote vya kisiasa vinavyotawala barani Afrika vina marafiki vyama tawala vya nje, serikali za nje. Vyama vya upinzani vina marafiki vyama vya nje vinavyotawala na vya upinzani vina marafiki. Kwa hiyo, lakini haya matatizo tuangalie kanuni zile sisi wenyewe. Kwa kanuni ya demokrasia ziko aina mbili. Aina ya kwanza, kuna demokrasia ya kisayansi. Demokrasia ya kisayansi inatengenezwa vyama, kwa sababu haiwezekani mtu ametoka tu barabarani akawa anajua kuzungumza vizuri, akapata kura nyingi, karatasi nyingi ambazo zinaitwa kura, akaingia Ikulu. Mtu wa kuingia Ikulu lazima hao amepikwa, ametengenezwa. Kwa katika kisayansi tukibaliana vyama vingi vinatengenezwa vyama viwili ama vitatu, wanagawanyisha watu wale waliopikwa, ili kujenga demokrasia ya kisayansi kwamba akishinda yoyote anatangazwa, ili kuondoa migogoro kama hii na mingine ambayo huko mbele itakuja mikubwa zaidi. Pili, kuna demokrasia ya kisanii. Demokrasia ya kisanii mnatengeneza kwamba chama kinachoaminika hapa ni hiki kimoja. Kwa hivyo vinatengenezwa vyama, wanaandaliwa watu ambao nao wanagombea. Fanya kampeni, uchaguzi kipita, akitangazwa mshindi, wagombea wawili ama watatu nao wanatengenezwa wapinge matokeo kama siku 3 ama wiki. Wanapinga, dunia inaona, mnafanya nao mazungumzo, au baadaye wanatamka kwamba tunasamehe lakini hatutasahau, na isirudie tena hii ya kuibiwa kura, kuporwa kura zetu. Kwa demokrasia hiyo. Sasa katika nchi za Afrika, hata katika nchi yetu, demokrasia sijaona kama ni ya kisayansi au ya kisanii. Nchi haiwezi kuenda yenyewe. Nchi lazima iendeshwe. Kuna matukio lazima yatengenezwe. Matukio yakijitokeza yenyewe inahatarisha umoja wa taifa, inahatarisha uhuru wa nchi, inahatarisha amani katika nchi, inahatarisha usawa wa nchi, inahatarisha haki za binadamu katika nchi, inahatarisha haki za binadamu katika nchi. Kwa lazima tuzingatie haya mambo, kwamba lazima mambo yajiendeshe yenyewe. Kwa baada ya kusema hayo, naomba Waafrika na Watanzania wenzangu, yale mazuri tuyachukue, tuyafanyie kazi, na yale ambayo sio mazuri naomba na mimi mnisamehe, kama wanadamu wakamiliki naweza nikateleza. Namalizia kwa kusema Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.